Nchemba. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hoja iliyoko mezani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya. Na kwa kweli Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuivusha nchi katika kipindi ambacho dunia nzima ilikuwa inapita kwenye misukosuko. Ni kipindi ambacho kimeambatana na misukosuko mingi kutokea katika rekodi za masuala ya kiuchumi. Mara nyingi matukio ya kimsukosuko linatokea moja, linahangaikiwa nalo hilo hilo, linapita, watu wanarejea. Lakini kwa kipindi hiki cha miaka minne kumekwepo na msukosuko wa mfululizo ambao ulikuwa ukitokea katika masuala ya kiuchumi. Lakini jemedari wetu amesimama imara na nchi imevuka. Kulikuwepo na COVID ambayo ilipiga nchi zote za dunia hii, tukavuka. Ikaja swala la mzozo ambao ulichangia gharama za maisha kupanda mashariki mwa Ulaya, tukavuka. Ikaja swala la masuala ya fedha, mabadilishano ya fedha, uhaba wa fedha za kigeni, tumevuka na kwenyewe tumerudi katika hali ya kawaida. Na hata sasa limekuja jambo la sera za nje za baadhi ya mataifa, na lenyewe kama ambavyo rais wetu ameweza kusimama kwenye masuala mengine na taifa letu likavuka, na hii tayari serikali imeshaanza kuchukua hatua, na niwahakikishie waheshimiwa wabunge hata hilo tutavuka na tayari kazi imeshaanza kufanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilijitokeza hoja, nianzie hapo hapo, kwamba kuna baadhi ya mataifa yamebadilisha sera zao ambazo zinahusisha kupunguza fedha katika mataifa yanayoendelea ikiwemo Tanzania. Sitataja kwa ajili ya mahusiano ya kimataifa, lakini nadhani mmeshapata mataifa hayo ambayo yamefanya hivyo. Niwahakikishie serikali yetu tayari ilishafanya tathmini na tayari kazi hiyo ya tathmini imeshafanyika, na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, timu hiyo iliyosimamia kazi hiyo ilikuwa chini yake. Tathmini ya sekta zote imeshafanyika na tayari serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imeshaanza kuchukua hatua. Kwa mfano, tulikuwa na mahitaji ya takriban bilioni 220 kwenye sekta ya afya kuweza kuziba pengo ambalo limetokana na fedha zile ambazo tulitarajia kutoka kwa wenzetu ambao wamebadilisha sera yao ya kupunguza fedha zinazokuja kwenye mataifa haya. Hivi ninavyoongea, Mheshimiwa Mwenyekiti, tayari serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imeshatoa bilioni 98 kwenda kwenye afya kuweza kufidia fedha zile ambazo zingepatikana kutoka kwenye wadau wenzetu wale ambao walikuwa wanachangia katika sekta hiyo. Na tathmini hiyo inaendelea katika maeneo mengine, lakini pia na utoaji wa fedha utaendelea katika maeneo mengine yale ambayo yalikuwa yanahitaji fedha hizo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya afya ndio iliyoguswa zaidi. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa usimamizi wa shughuli za serikali wa Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu imeendelea kutekeleza, na tutaenda hatua zaidi, ikiwemo kuwekeza fedha kwenye uzalishaji wa madawa yale ambayo tulikuwa tunapata kupitia wabia wetu wale yaweze kuzalishwa ndani ya nchi. Kwa kwenye mpango wa maendeleo utakaosomwa katika bunge hili na bajeti itakayosomwa katika bunge hili, sehemu ya fedha hiyo itaelekezwa kwenye viwanda vinavyozalisha dawa ndani ya nchi ili tuweze kujitegemea. Nchi yetu na umri wake na uwezo wake na uwekezaji uliofanyika kwenye afya, tunaweza tukajitegemea kumaliza malaria, tunaweza kujitegemea kwenye TB, tunaweza tukajitegemea kwenye vitendanishi, tunaweza tukajitegemea katika madawa mengine. Na tayari bilioni 98 zimeshakwenda na zingine zitakwenda kwenye MSD ili kuweza kuhakikisha kwamba MSD inajitegemea na jambo hili linaendelea. Na fedha zingine tutakaposoma mpango na bajeti zitakwenda kwenye bima ya afya kwa wote ili tuweze kujitegemea katika sekta ya afya kama ambavyo Mheshimiwa Rais ametoa kwenye maelekezo yake. Lakini hata sekta zingine ambazo zimeguswa, niwahakikishie Watanzania, hapata kuwepo na sekta ambayo itakosa fedha eti kwa sababu kuna taifa mojawapo limebadilisha sera ambayo lilitakiwa lisaidie mataifa yanayoendelea. Sisi tumeshaingia uchumi wa kipato cha kati na tunaendelea kusonga mbele, tutoke uchumi wakati wa chini tuende uchumi wakati wa juu. Kwa hiyo hakuna sekta itakosa fedha kwa sababu kuna taifa limebadilisha sera yake ya kusaidia mataifa yanayoendelea. Tutatengeneza mkakati wa kubana matumizi, tuondoe matumizi kwenye maeneo ambayo yana uhitaji usio mkubwa sana,
tupeleke fedha kwenye maeneo ambayo yana matumizi ambayo yana ulazima, ikiwemo miundombinu, ikiwemo afya, ikiwemo elimu, ikiwemo maji, ikiwemo umeme, pamoja na sekta zingine zote kwa ujumla, ikiwemo sekta za uzalishaji. Tutafanya hivyo na kazi hiyo tayari imefanyika, timu ya wataalamu imeendelea kuyafanya hayo. Tutayafanya hayo na taifa lazima lisonge mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania imeshaingia kwenye kumbukumbu za kupanga jambo kubwa na kutekeleza. Moja, tulipanga kuhusu kutekeleza mradi wa umeme wa Mwalimu Nyerere. Tuliupanga, ulikuwa mkubwa, ulikuwa unatisha, ndani ya misukosuko, lakini tumetekeleza na umekamilika na sasa unafanya kazi. Tanzania tulipanga kutekeleza mradi wa reli ya kisasa kweli kweli, ambayo hata mataifa makubwa mengine hayana mradi kama huu. Tumeutekeleza. Sasa hivi zaidi ya kilomita 722 kazi yake inaonekana na sehemu kubwa imeshaanza kufanya kazi, Dar es Salaam mpaka hapa Dodoma. Na sasa hivi pande zinazosalia zote zina wakandarasi na masainiano ya fedha yanamalizikia hatua za mwisho, na upatikanaji wa fedha vipande vinavyosalia vyote huko hatua wa mwisho. Kwa hiyo kuanzia mwaka wa fedha huu fedha zitaanza kumiminika katika vipande hivyo kwa uhakika, ili kuweza kuhakikisha kwamba miradi hiyo inakamilika. Tulipanga daraja kubwa lile la kuunganisha sehemu moja ya nchi yetu na sehemu nyingine, daraja la Kigongo Busisi, daraja la Magufuli. Tumepanga na tumetekeleza, limeshakamilika, na leo hii waziri akipita pale hahitaji mabuti, anapita na suti yake, pameshakuwa tayari kwa ajili ya matumizi. Hii ni miradi mikubwa, lakini pia tunatekeleza bomba la mafuta ambalo Tanzania imetekeleza wajibu wake upande wake ambao unatakiwa utekelezwe kwenye bomba hilo la mafuta. Kwa hiyo hii ni mifano kwamba hili ni taifa linalojitegemea lenye kiongozi makini na wasaidizi wake makini kama Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa na shughuli anazozifanya. Sasa maeneo mawili yaliyosalia yaliyotajwa, maji, barabara, tumeongea na mawaziri wa kisekta, TARURA tumeongea na mawaziri wa kisekta, TAMISEMI, kilimo, pamoja na sekta zingine zote tumeshaongea na mawaziri wa kisekta. Tayari tumeshatoa fedha za TARURA, tumeshatoa fedha za maboma, tumeshatoa fedha za vituo vya afya. Zote tumeshazitoa na tutaendelea kutoa zingine zinazotakiwa, ili kazi hiyo yote ambayo waheshimiwa wabunge makini kabisa, wawakilishi wa wananchi wa uhakika, wasio na mbambamba, mmesema humu ndani ya bunge, ili hizo fedha ziweze kufika na miradi hiyo iweze kuendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaongeza mapato. Utekelezaji huu unahitaji mapato. Tutaongeza mapato. Tumekubaliana na mamlaka ya mapato kuongeza elimu kwa mlipa kodi ili kuongeza compliance, kulipa kodi kwa hiari kama Mheshimiwa Rais alivyokuwa ameelekeza. Tutaiongeza. Majuzi tulisaini mkataba na shirikisho la mpira wa miguu ili tutumie michezo kutangaza elimu ya mlipa kodi. Tuna fungu letu ambalo tunalitumiaga kwa elimu ya mlipa kodi. Tutalisambaza kuanzia michezo ya mashuleni, ili wanafunzi wale kuanzia wako mashuleni, shule za msingi, sekondari, waanze kujifunza uzalendo wa kulipa kodi. Mnakumbuka Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tuko mashuleni kule tulikuwa tunaimbishwa Kaburu Matata na tukamchukia kweli Kaburu. Hivyo hivyo na uvamizi ule tuliuimba tukauchukia sana. Na hata mlipa kodi akiandaliwa hivyo kwamba kukwepa kodi ni jambo baya, watakapofika kwa walipa kodi itakuwa hivyo. Lakini tulisaini mkataba na Federation, tutatumia ile. Tutavitumia vilabu vya Simba na Yanga, vina walipa kodi wengi, wafuasi wengi, ili viweze, sisi tunahitaji kodi, wao wana walipa kodi, ili viweze kutusaidia katika kutoa elimu, pamoja na michezo yote itumike katika kutoa masuala ya kuelimisha watu kulipa kodi kwa hiari. Kwa hata hivi sasa niwapongeze sana Simba, bado wana michezo ya kimataifa. Niwapongeze sana. Mimi si shabiki wa Simba, lakini ni kiongozi wa Simba. Niwapongeze sana Simba. Mheshimiwa Waziri, muda wako umeisha. Niwapongeze sana Simba kwa kuwa bado wana michezo. Wao pamoja na Yanga waende waende mamlaka ya mapato Tanzania, ili waendeleze ule mkataba tuliokubaliana wa kutangaza, wa kutumia mpira wa miguu kutangaza elimu ya mlipa kodi. Na hivi Simba wataenda kucheza South Africa, waweze kupata na fungu la kuweza kuhakikisha wanaenda kuwatoa wale wenzetu kule. Wasaidie kuwatoa wale wenzetu kule, ili waweze kuendelea kutangaza vizuri taifa letu, pamoja na hii kazi ambayo tunataka tutumie pia michezo kuweza kuelimisha walipa kodi. Hata taasisi zingine zenye matangazo pelekeni pale Simba, alafu wasaidieni mafuta, waende kule, watatangaza shughuli zenu hizo, ili waweze kuhakikisha wanapeperusha vyema bendera yetu.
Lakini tukirudi humu ndani na mimi nakuwa na sehemu ninazoshabikia, basi huko tutaongea tukiwa humu ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Mheshimiwa Waziri, walikuwa naomba wazungumzie na wale wengine, lakini muda hauruhusu. Tutapata fursa nafasi nyingine. Tunaye Mheshimiwa Umi Nderiananga, Naibu Waziri Sera, Bunge na Uratibu. Mheshimiwa